Haleluya. Ni siku njema tena Baba Mungu ameifanya. Amekupa nafasi mpendwa baba, mama, kaka, dada, kuendelea tena katika wakati mzuri tena huu wa kusikia neno la Mungu kupitia hii channel ya The Divine Bread. Hivyo kabla siendelea tena, hebu inua mkono wako pale ulipo nifuatishe maneno haya. Sema, lakini watu wamjua Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Lakini watu wamjua Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Mimi namjua Mungu wangu nitakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Mimi namjua Mungu wangu nitakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele. Amen. Haleluya. Siku leo naomba tushikane kwa pamoja na la Mungu toka kitabu cha Timotheo wa pili mlango ule wa kwanza. Timotheo wa pili mlango ule wa kwanza, nitasoma kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10. Kitabu cha Timotheo wa pili mlango ule wa kwanza kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa 8. Na kabla siendelea, hebu naomba niombe. Baba Mungu, nakushukuru kwa jina Yesu Kristo. Asante mfalme wa mbinguni kwa siku nzuri leo. Wewe ni Bwana mwaminifu sana, mfalme wa mbinguni. Unatupenda kutuwazia mema Bwana. Mungu, ninaomba sasa napokwenda kushiriki na kwa uzima, mkate wa uzima siku leo, ninamwombea kila moja Mungu, huyo baba pale, yule mama pale, yule kijana wa kiume pale, yule binti pale. Bwana, achopakwa Roho Mtakatifu, nitumie mtumishi wako mfalme siku leo ili kunena neno lako kwa watu wako, na utukufu kwende wewe, kwa jina la Yesu Kristo uliye hai, pale uliposema amen. Haleluya. Leo tunashikiana na Mungu pamoja kutoka kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 10. Ujumbe ni huu: wito mtakatifu. Leo ninahubiri na kufundisha juu ya ujumbe huu, wito mtakatifu. Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 10. Neno la Mungu linasema, Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, kwa ajili ya ahadi ya uzima ulio katika Kristo Yesu, kwa Timotheo mwanangu mpendwa, neema na iwe kwako na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Mstari ule wa 3 unasema, namshukuru Mungu nimwabuduye kwa dhamiri safi tangu zamani za wazee wangu, kama vile nikikumbukavyo wewe daima katika kuomba kwangu usiku na mchana. Mstari wa 4, nami natamani sana akukuona, nikiyakumbuka machozi yako, ili nije nijae furaha. Mstari wa 5, nikikumbuka imani ulio nayo isiyo na unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Lois na katika mama yako Eunike, nami nasadiki wewe nawe unayo. Mstari wa 6 pale, kwa sababu hiyo nakukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwa mstari wa 8, basi usionee haya ushuhuda wa Bwana wetu, wala usinionee haya mimi mfungwa wake, bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya Injili, kwa kadri ya nguvu ya Mungu. Mstari wa 9, ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu,
si kwa kadri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadri ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tuliopewa katika Kristo Yesu tangu milele. Mstari wa 10 nasema, na sasa inadhihirishwa kwa kufunuliwa kwake Mwokozi wetu Kristo Yesu, aliyebatili mauti na kufunua uzima na kutokuharibika kwa ile Injili. Amen. Haleluya. Ninahubiri juu ya wito mtakatifu. Unapozungumza utakatifu, utakatifu ni nini? Ndiyo, wanasema utakatifu ni maisha safi, au mtu kuishi katika hali ambayo kabisa hana makosa, hana dosari, yani hana kitu cha kumlaumu, yuko safi mbele ya Mungu, au hana dhambi zote zile. Nasema kwamba huyu ni mtakatifu. Maisha anayoishi hana dhambi, ametakaswa, ameoshwa, amesafishwa, yani yuko mbali na dhambi. Huyo nasema ni mtakatifu. Ni pia napozungumzia habari ya utakatifu, ni unaposema utakatifu, unasema pia ni mtu ambaye ametengwa kwa ajili ya Mungu. Amen. Unaposema mtakatifu, unasema huyu ni mtakatifu. Unasema huyu mtu ametengwa kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya makusudi ya Mungu, kwa ajili ya kazi Bwana, kwa ajili ya mapenzi ya Mungu ambayo yamewekwa mbele yake. Haleluya. Huyo unasema ni mtakatifu. Nataka nizungumze, amen, juu ya wito mtakatifu. Nazungumza leo habari ya wito mtakatifu. Mpendwa, najua kuna mito mbalimbali. Unaweza kuitwa na mtu, kuna mito ya kupata kazi, kuna mito ya kwenda kufanya labda interview, kuna mito ya safari. Unaweza kuitwa na mtu fulani. Nataka nikwambie leo na ubiri juu ya wito mtakatifu, nao ndio ambao Bwana ameweka kwenye moyo wangu siku leo. Nikukumbushe mpenda, wewe baba, wewe mama, kijana, binti, pale ulipo, habari ya wito mtakatifu. Nimekwambia unapozungumza utakatifu, kweli inawezekana kabisa ni mtu ambaye ameoshwa na damu ya Kristo, ameokoka, amempata Kristo maisha yake, na naishi maisha yaliyo matakatifu, maisha bila dhambi. Huyo ni mtakatifu. Nasema kwamba ni maisha matakatifu, lakini nimekwambia unapozungumza pia utakatifu, ni mtu ambaye ametengwa na ishi kwa ajili ya Mungu, amewekwa kwa ajili ya kusudi la Mungu, anatimiza kusudi la Mungu. Huyo pia ni mtakatifu ambaye ametengwa kwa ajili ya Mungu. Lakini leo nataka nikuonyeshe iko tofauti. Wito mtakatifu ni tofauti na mito mbalimbali. Wito mtakatifu ni tofauti na kwenda kufanya interview. Wito mtakatifu ni tofauti na kuitwa kwa ajili ya ajira. Wito mtakatifu ni tofauti ya kuitwa na rafiki yako. Wito mtakatifu ni tofauti na kuitwa na bosi wako. Wito mtakatifu ni tofauti na kuitwa na mwanadamu yoyote yule. Nataka nikwambie iko tofauti. Haleluya. Wito mtakatifu, jambo la kwanza nataka nikumbushe leo, amen, wito mtakatifu unaleta badiliko la ndani ya mtu. Haleluya. Lazima badiliko la ndani litokee. Unapozungumza habari ya wito mtakatifu, lazima badiliko la ndani litokee ndani ya mtu. Amen. Haleluya. Nasema huyu ni mtakatifu, lazima kwanza amepitia mchakato wa wokovu, amempokea Kristo kwa Bwana Mwokozi maisha yake. Kuna jambo jipya limetendeka ndani ya roho yake, iko badiliko imetokea ndani yake. Haleluya. Huwezi kuanza safari ya utakatifu bila badiliko la ndani. Huwezi kuanza safari hii ya utakatifu bila badiliko la ndani. Unasikiza pale ulipo, mpendwa, nikuulize, je, umeanza safari tayari ya utakatifu? Halo? Umeanza au la? Kama bado halijatokea badiliko la ndani, kama bado, mpendwa baba, mama,
ukumbuke na siku ambayo ulisema ndio kwa Yesu Kristo. Nataka nikuambie leo, napohubiri juu ya wito mtakatifu, lazima ipo siku ambayo ulimpokea Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Hapo ndipo ambapo hiyo safari ya wito mtakatifu inaanzia. Haleluya! Mtume Paul anazungumza, anamwambia Timotheo, naamini kwamba hiyo imani ulio nayo ianzie kwa bibi yako Lois, ikaja kwa mama yako Eunice. Anasema hata sasa ninaamini na wewe unayo. Haleluya! Nampenda Mtume Paul amezungumza kwa habari ya wito mtakatifu, anaweka wazi kwa mpendwa, lazima kabisa itokee badiliko la ndani. Badiliko la ndani, umpokee Kristo Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Hapo ndipo wito mtakatifu unaanzia. Amen, haleluya. Na wito mtakatifu unashangaa kabisa, inatokea unashangaa ule mguso ndani, unasikia deeper conviction ya Roho Mtakatifu na kugusa, unasikia hakika ni mwenye dhambi, hakika nahitaji toba. Ukimpokea Yesu Kristo una safari hiyo. Ni maombi yangu kwamba unanisikiliza mpendwa, popote pale ulipo, jiulize, je, umeshaitika wito mtakatifu? Umeshaitika sauti ya wito mtakatifu? Kama bado, Mungu ananena wewe leo. Fungua moyo wako, ruhusu moyo wako, ruhusu Mungu aseme na wewe, uanze safari ya wito mtakatifu. Wito mtakatifu, nakwambia pia, wito mtakatifu ni matokeo ya nguvu ya injili ya Yesu Kristo. Nguvu ya injili, unaposoma katika Warumi mlango wa kwanza mstari wa 16, unasema hivi. Warumi mlango wa kwanza ule mstari wa 16 unasema hivi, haleluya, kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu letaa wokovu kwa kila aminiye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Haleluya. Narudia, sikia mpendwa, napozungumza usikie injili. Injili ina nguvu. Wito mtakatifu lazima usikie injili, injili ya Yesu Kristo. Maana hii Warumi 1:16 nasema kwamba kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminiye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Haleluya. Injili ya Yesu Kristo, unapozungumzia injili ni habari za Yesu Kristo, kwamba Yesu Kristo alikuja, akafa, akafufuka, akalipa deni ya dhambi zetu pale msalabani. Kristo alikuja kwa ajili yetu, akafa pale msalabani. Hiyo ni habari njema. Injili ya Yesu Kristo ni ujumbe wa Mungu, habari za kufa kwa Yesu Kristo aliyetufia pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa sasa, ili uweze kushiriki huu wito mtakatifu, lazima usikie injili. Injili ya Yesu Kristo ambayo ni uwezo wa Mungu letao wokovu kwa kila aminiye, kwa Myahudi kwanza na Myunani pia. Napozungumzia Myahudi, injili haina upendeleo. Wayahudi au Waisraeli wasikie injili ya Yesu Kristo, waokolewe, wamwamini Kristo. Lakini kwa mataifa yote pia tusikie injili. Mimi wewe ni kabila gani, si ni taifa gani, unasikia injili kama hii. Ili uingie katika wito mtakatifu, lazima usikie injili ya Yesu Kristo, ambao ni uwezo wa Mungu uleta wokovu. Hakuna kitakachomwokoa mwanadamu, ni injili ya Yesu Kristo. Hakuna itakusaidia kutoka vifungo vya dhambi, vifungo vya mateso ulionayo. Ni injili ya Yesu Kristo inaleta wokovu, inaleta msamaha, inaleta ukombozi, inaleta kuweka huru watu, ili hatimaye uweze kushiriki katika wito mtakatifu. Haleluya. Ili uweze kushiriki wito mtakatifu, lazima usikie injili ya Yesu Kristo. Narudia, injili ya Yesu Kristo, habari za Yesu Kristo. Nataka nikwambie baba, wewe mama, wewe kijana, wewe binti, ni uwezo wa Mungu, uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminiye. Injili haina upendeleo, ipo kwa ajili ya wote. Sasa uweze kushiriki katika wito mtakatifu, lazima ukubali injili ya Yesu Kristo.
Wito mtakatifu ni injili. Unasikia injili, unaitwa. Na anapohubiri wakati kama huo na amekufundisha wakati kama huo, Mungu anakuita. Anajua maisha yako ulionao, na Bwana mwenye upendo mkubwa anakuita katika wito mtakatifu. Utoke katika hali ya maisha yasiyofaa, tunaoisha yasiyofaa. Tuitike wito toka mbinguni, uitikie sauti ya Bwana anaponena na wewe. Nami nataka nikuambie leo, utakapoisikia injili, maisha yako yatabadilika. Hautabaki yule tena. Unaitwa na Mungu ushiriki katika wito mtakatifu. Naomba uelewe, ukumbwa kwa ajili ya uovu, ukumbwa kwa ajili ya uovu baba, ukumbwa kwa ajili ya uovu we binti pale, ukumbwa kwa ajili ya uovu we kijana. Sikia sauti ya Bwana leo. Mungu anakuita katika wito mtakatifu. Unaposikia injili pale ulipo pale, Mungu aseme na wewe uweze kubadilika. Mkubali Bwana, huo ni wito. Haleluya. Nimekwambia kwamba unapozungumza baada ya wito mtakatifu, mpendwa baba, mama, kaka, binti, nisikilize. Hautegemei matendo yako mazuri, matendo yako, kazi yako nzuri, au sifa zako binafsi. Mungu ana upendeleo. Yeye anatuita kutoka katika hali ile ya kutofaa. Wito mtakatifu unatutoa katika mazingira ya machukizo, mazingira machafu, mazingira ya dhambi. Wewe unajua mpendwa pale ulipo, haijalishi katika hali gani. Itika wito mtakatifu leo. Mungu anakuita kwa njia ya Yesu Kristo. Anakuita leo. Kwa nataka nikwambie, hautegemei ujivune au tujivune kwa mnajua kwa sababu nimefanya jambo hili na lile lililo zuri. Mpendwa, hapana. Wito mtakatifu natutoa katika hali ya chini ya uovu. Naitwa katika wito mtakatifu tuweze kumwitikia Bwana. Hivyo Mungu anasema na pale ulipo, yamkini mwingine unasema mhubiri, hata mimi ndio, hata wewe unaitwa. Unasema hata mimi katika hali ninayo ndio unaitwa. Hata mimi nimefanya mabaya na haya ndio unaitwa. Haijalishi dhambi zako ziko mbaya kiasi gani, haijalishi umekosa namna gani, haijalishi mpendwa maisha namna gani, hiyo neema ya injili ya wokovu ili uitwe katika wito mtakatifu inakuhusu wewe. Wewe itikia, wewe kubali, wewe fungua moyo wako, wewe itikia neema ya Bwana ya wito mkuu katika wokovu, wito mkuu katika wito huu mtakatifu. Mungu ana upendeleo na wewe watu kutoka sehemu mbalimbali. Nataka nikwambie, haijalishi umeishi maisha namna gani, haijalishi mpendwa maisha machukizo, hakuna aliyezaliwa mtakatifu, hakuna aliyezaliwa mtakatifu. Na injili ya kutuita katika wito mtakatifu haibagui. Haleluya. Aidha umezaliwa na wazazi ambao wote wameamini, au umezaliwa na wazazi ambao hawajamini. Haijalishi wewe ni kabila gani. Nataka nikwambie leo, haijalishi umesoma hujasoma, haijalishi uko mjini uko wapi, wewe ni mfugaji au mkulima. Nataka nikwambie leo, hii injili inakuita kwenye wito wa wokovu, haina upendeleo. Haleluya. Kristo anakuita leo uweze kushika katika wito mtakatifu katika maisha yako hapa duniani, na utembee katika wito huo, maana Mungu ana shauku na wewe. Anakutamani uweze kushika katika safari hii ya wito mtakatifu wa kutembea na Mungu na kumwisha Bwana, na Mungu ataonekana katika maisha yako. Na leo ndio siku yenyewe. Nataka nikwambie mpendwa, na wewe uliye tayari katika safari hiyo, songa mbele. Wewe baba uliye katika safari hiyo, songa mbele. Wewe mama, songa mbele. Wewe binti, songa mbele. Mtumishi wa Bwana, songa mbele katika wito mtakatifu. Naomba muelewe, tumeitwa katika wito mtakatifu. Ninakuambia leo na kukumbusha mpendwa, wito mtakatifu hautegemei kwamba wewe umefanya mazuri mangapi, kwamba umejiokoa kwa nguvu zako, kwa uzuri wako, kwa matendo yako mazuri. Hapana, hapana, tunaokolewa bure. Haleluya, bure. Ukisoma katika Timotheo ile ya pili kunaanza kwamba ile neema ya Mungu iokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Haleluya, imefunuliwa. Uwito wa kutuita katika utakatifu unamhusu kila mmoja. Unakuswe baba, unakuswe mama, unakuswe binti pale ulipo, unakuswe kijana pale ulipo. Nataka nikwambie, nikushauri leo, itika sauti ya Mungu.
Mungu anakuita katika wito mtakatifu. Haleluya. Na Paulo anakumbusha Timotheo baada ya wito mtakatifu. Na mnakumbusha leo baada ya wito mtakatifu tumeitwa hivyo, na bado Mungu anawaita katika wito huo mtakatifu. Jambo lingine nataka ukumbuke napozungumza habari ya wito mtakatifu ni kwamba hakika napoitika katika wito mtakatifu unatupeleka sisi katika kutimiza kusudi la Mungu katika maisha yetu. Amen. Unapoitika katika wito mtakatifu, unapoitika mpenda huu wito mtakatifu, utakuongoza ili uende kutimiza kusudi la Mungu katika maisha yako. Kamwe huwezi ukatimiza kusudi la Mungu bila kuitika wito. Halo mpendwa, nisikilize. Huwezi ukatimiza kusudi la Mungu katika maisha yako bila kuitika wito huu. Itika wito mtakatifu, hatimaye uingie kutimiza makusudi ya Mungu katika maisha yako. Kubali wito mtakatifu, hatimaye uingie utimize kusudi la Mungu katika maisha yako. Naamini Mungu aliyekuleta anakugusa wewe. Naamini Mungu aliyekuweka uko hai mpaka leo anakugusa wewe. Ninaamini Mungu ambaye anaendelea kukuongeza miaka anakugusa na wewe. Ninaamini ili kusudi la Bwana. Bwana anataka ulijue. Utalijuaje? Kubali. Itika wito mtakatifu. Itika wito mtakatifu. Mungu anakuita leo. Narudia, unapoitika wito mtakatifu utakupeleka utimize kusudi la Mungu ambalo kwalo Mungu amekuleta hapa duniani. Bila hiyo hauwezi kutimiza kusudi la Mungu. Ukiitikia wito wa Mungu, mpendwa kaka, baba, dada, utakwenda kutimiza kusudi la Mungu katika maisha yako. Mwingine unasema, Bishop, nipo naishi, nataka nikwambie, lakini ukisikia wito huu maisha yako yatanyoshwa, upelekwe kwenye kusudi la Mungu ambalo kwalo umeletwa katika maisha haya. Mungu aliyekupa uzima, Mungu aliyekuumba, Mungu aliyekuweka mpaka leo anajua anataka ufanye katika maisha yako. Anaelewa anataka ufanye kitu gani katika maisha yako. Kwa mpendo, hebu itika huo wito. Haleluya. Huo wito mtakatifu. Pia naomba ujue jambo lingine la tano. Huu wito mtakatifu ulimgharimu Mungu. Ulimgharimu Mungu. Akamtoa mwanawe kwa pekee Yesu Kristo kwa ajili yetu. Kwa ajili yetu ili atualike tuingie kwenye wito mtakatifu. Na leo Yesu anakualika kwenye wito mtakatifu. Wewe baba, wewe mama, wewe kijana, wewe binti, pale ulipo, neema ya Mungu imefunuliwa kwa ajili yetu. Tunaalikwa kwenye wito mtakatifu. Ishi maisha ambayo yatampendeza Bwana, na uwezi kwa nguvu zako, bali kwa nguvu toka mbinguni. Ukiitika wito, Mungu ataachilia neema kubwa katika maisha yako na kuwezesha usonge mbele. Haleluya. Sasa nimalizie usema hivi, wewe ambaye umeitika na mpenda Paulo anamwambia Timotheo, anasema, basi usionee haya ushuhuda wa Bwana wetu, wala usionee haya mimi mfungwa wake, bali uvumilie mabaya pamoja na. Paulo anamwambia Timotheo asione haya ushuhuda wa wito mtakatifu. Usiogope. Wewe uliokoka, nena baadhi ya wito mtakatifu. Usiogope. Haleluya. Nena habari za wito huo. Usione aibu. Nena kabisa, ubiri, tangaza wito mtakatifu pekee. Utatembea na Mungu, utamwona Mungu. Pia nikwambie, katika wito huu hatuishi hapa duniani. Mbingu inatusubiri. Haleluya. Kristo Yesu anatusubiri. Kristo Yesu anatusubiri. Hatuishi hapa duniani mpendwa. Hivyo ninakualika kwenye wito mtakatifu ukaishi maisha ambayo yatampendeza Bwana. Na baada ya maisha haya mpendwa, haleluya, Yesu Kristo anatusubiri mbinguni. Tutakaribishwa na yeye katika mwaliko mkuu wa watakatifu. Itika wito huo, wito mtakatifu. Naamini Mungu amesema na wewe. Huo ni mwaliko sio wa kawaida. Kuna mialiko mingi sana. Kuna mialiko mbalimbali kwenye sherehe, kwenye harusi, sehemu mbalimbali. Lakini Mungu leo anakualika kwenye wito mtakatifu ili utembee na Mungu katika maisha yako. Na utakapoitika wito mpendwa, utatimiza mapenzi ya Mungu ambayo kwayo
amekuweka hapa duniani. Bila hiyo huwezi itika wito mtakatifu. Basi kabla simaliza, nataka nikuombee. Uko pale unasema, mhubiri, mimi nimesikia, nahitaji kuitika wito huo, sikujua. Leo naamua kuitikia. Kwa kuitika namna hii, mkubali Kristo katika maisha yako. Na wewe uliyetali ambao umeokoka, na kuhimiza kwa jina la Bwana, usione aibu ushuhuda huo. Shuhudia pale za wito mtakatifu kwa Mungu amekuita. Nataka niombe na ambao unasema, niombee mhubiri na umhitaji Kristo leo katika wito mtakatifu. Pale ulipo sema, Yesu Kristo, na kushukuru kwa neno lako siku leo. Nami nimesikia habari ya wito mtakatifu. Ninakukaribisha Yesu katika maisha yangu. Kuanzia leo uniokoe, unitakase, unipe nguvu ya kutembea katika utakatifu na kupenda Mungu na kuisha wewe. Katika jina Yesu Kristo nimeomba. Mungu, nakushukuru kwa watu wako wote ambao wamesikia neno hili. Ninawaombea neema ya kutembea katika wito mtakatifu. Ninamwombea huyo baba, huyo mama, huyo binti, huyo kijana, kila moja namkabidhi kwako Bwana, ili tutembee katika wito mtakatifu. Tupe neema ya kutembea na upako uwezeshe toka mbinguni. Kwa jina Yesu Kristo aliye hai. Amen.